liwanoe katika ukali wako wa kiroho. Asante kwa upendo wako, na kwa Yesu Kristo nimeomba. Amen. Yes, makofi mazuri. Haleluya. Hebu Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 19 sehemu ya kwanza ya A. Mwanzo mlango wa 3:19 sehemu ya kwanza kabisa, ikawa hiyo koma hapo kwa kwanza kabisa. Na neno linasema kwamba kwa jasho la uso wako utakula chakula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huo ni ujumbe wa mwaka wa 2026 na tunauashiria na mapema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalau nimeona watu wa kiroho sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuchapa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sema mwaka wa kuchapa kazi. Mwaka wa kuchapa kazi. Ni mwaka wa kuchapa kazi. Mwaka wa kuchapa kazi. Sio mwaka wa kutegemea mwanadamu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Maana amesema katika Mwanzo 3:19, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Bwana Mungu hajasema utakosa chakula, hajasema utapungukiwa, hajasema utahangaika, hajasema utasota, hajasema utakuwa mgonjwa, hajasema utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ametuahidi na akasema kwamba utakapochukua tu hatua ya kutoa jasho hivi, hapo chakula kipo. Akafundisha wanafunzi wake kuomba, akawaambia tupe leo riziki yetu, tupe leo riziki yetu, tupe leo chakula chetu. Sikiliza, iko sababu ya Mungu kuachilia watu kufanya kazi. Kwa nini hata kuangushia tu hiyo maana kutoka kule juu mbinguni? Mungu anataka watu wa kujituma. Bwana Mungu anataka watu wa kuchukua nafasi zao, sio watu wa kutegemea. Anayetegemea mwanadamu amelaaniwa. Haleluya. Kwa hivyo huu mwaka ujao ni mwaka wa kufanya kazi kwa bidii, ni mwaka wa kuchapa kazi, ndio ubeleba. Na katika huku kufanya kazi lazima kuna tofauti kidogo ambayo Mungu anaachilia kwetu na vile ilivyokuwa katika mwaka huu. Pengine unasema na mtumishi wa Mungu, sina mwaka huu nao mimi nimefanya kazi sana, hata nilifungua biashara nikavifunga, maana vikuenda. Nilijaribu, niliajiriwa, hata hiyo kazi ikabidi nikaiacha. Wacha nikwambie, Mungu anapoachilia mwelekeo katika maisha yako, anawachilia na sababu, na Mungu mwenyewe anasimama pamoja na wewe na anatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mwaka huu unaoisha, Mungu anatuambia kwamba ni mwaka wa kujenga na kujengeka. Iwe ni kujenga nyumba, iwe ni kujenga msingi wako wa wokovu, iwe ni kujenga uhusiano katikati ya watu, iwe ni nini ambayo ilikuwa ni ufanye, ilikuwa ni kuweka foundation. Ukishajenga sasa, ukishaweka, umeanzisha kitu, sasa ni uifanyie kazi. Waliopokea wokovu mwaka huu, ule wokovu wako utaifanyia kazi mwaka ujao, ili usonge uende katika hatua nyingine. Haleluya. Amen. Walioanza masomo mwaka huu, masomo yako ni ufanyie kazi kwa bidii, usonge katika hatua nyingine. Walioanza huduma mbalimbali hata za kiroho, ni Mungu sasa anakupeleka kiwango kingine, umfanyie kazi zaidi. Walioingia katika ndoa mwaka huu, ndoa yako sasa Mungu anakupatia neema ya kuifanyia kazi. Ndoa iwe ile ambayo Mungu alikusudia iwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliong'ang'ana pia na ndoa zao, wakiomba, wakisubiri Bwana, wakati umefika sasa, Mungu ametenda, establish, ameweka msingi fulani, amejenga kitu fulani katika ile ndoa. Sasa ni wewe uchukulie kutoka pale, ukafanyie kazi iliyobaki. Na Bwana Mungu anakuahidi kwamba utakula chakula kutokana na jasho lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikufundishe kanuni 5 za kuchapa kazi mwaka ujao. Ninakutayarisha. Kuna kanuni ya kwanza kabisa katika kuchapa kazi. Kanuni ya kwanza inasema ya kwamba
Katika kufanya kazi utatiwa nguvu ama utawezeshwa kwa neema yake. Haleluya. Mungu anasema kwamba ruhusu uwezeshwe na neema yake. Hivi kama umeelewa, you will be empowered by God's grace. Utawezeshwa kwa neema ya Mungu. Kumaanisha kwamba hautaenda peke yako. Haleluya. Paulo anasema, ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10, Paulo anasema kwamba nilifanya kazi kwa bidii sana. Paulo alitoa jasho sana, alifanya kazi kuliko wao. Neno linasema nilifanya kazi sana kuliko wao. Anajilinganisha na wale waliokuwa nao pamoja, na anajiona yeye alifanya kazi zaidi sana. Lakini kuna jambo la ajabu pale. Paulo anatuambia kwamba sio ile bidii yake iliyomtunuku, sio ile bidii yake iliyomfanya kufaulu. Anamalizia akisema, lakini nimejua ya kwamba ni neema yake ilinifanya nikatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwaka wa kufanya kazi, utafanya kazi kama vile kwa nguvu za kwa bidii yako yote. Lakini kumbuka kitu kimoja ambayo ni Mungu anakupatia kanuni ya kwanza, usiende wewe mwenyewe kama mwanadamu, utashindwa. Enda katika neema yake. Na hiyo neema yake imetosha. Na anapoachilia mwaka mpya, anapoachilia watoto wake wavuke katika mwaka mwingine, neema aliyoahidi itaandamana na watu wake. Naomba neema ya Bwana iandamane na wewe katika mwaka ujao. Ikuwezeshe katika kufanya kazi yake na kuimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Solomoni anaandika katika Methali 16 mstari wa 3, anasema kwamba yale yote unayoyapanga mkabidhi Bwana, naye atakufanikisha. Ile utakayopanga kuanzia sasa kwa ajili ya mwakani, watu washapanga tayari. Nataka kusomesha watoto waende shule, wa grade 9 wanaenda grade 10, shule zimetoka zote. Wa grade 6 wanaenda grade 7, wa form 3 wanaenda form 4, na wa form 4 waende university na viwango vingine. Peana hilo jambo, hilo hoja kwake Bwana Mungu. Usiende kwa kifua chako. Usiende na msisimko wa pesa ambazo umewekeza, umesave. Usijipige kifua ukasema kwamba angalia, mimi nilikuwa mwerevu sana. Nilikuwa nimejua ya kwamba mwaka huu utakuwa hivi. Mimi niliweka pesa za kutosha. Bila neema ya Bwana Yesu, bila kumkabidhi Bwana, hata hiyo pesa huenda isomeshe mtoto ikafaulu, italiwa na mambo mengine. Maana adui anajua kujiingiza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba ananguruma kama simba akitafuta mtu wa kumla. Ni jamaa ambalo lina wivu sana katika maisha ya wanadamu. Wanafunzi wa Yesu Kristo ilifika mahali mpaka wakasema, Bwana, tuongezee kiwango cha imani imeshuka. Walijihami na walijiamini kwamba tunatembea na Masihi, kwa hiyo hakuna kitu kitakapokuwa sawa. Lakini jamaa aliwanyemelea na wengine wakapigwa kama Judas Iskariote na wakamsaliti Yesu. Sikiza, adui anaangalia maisha yako na mipango yako, hataki mema ya kwako. Kwa hivyo the best thing, jambo la sawa la kufanya unapoingia katika mwaka huu wa kuchapa kazi, mkabidhi Bwana mipango yako yote. Utafaulu kwa jina la Yesu, na hakuna kikwazo kitakuzuia. Haleluya. Kanuni ya pili, be dedicated. Jitoe kamili. Yaani wewe mwenyewe ujitoe kwa ajili ya kazi zako mwaka ujao, kwa ajili ya maisha yako. Jitoe. Patikana mahali unatakikana. Patikana kwa nyumba ya Mungu. Patikana kazini kwako. Patikana kibaruani. Patikana kwa wakati. Mipango yako weka vizuri. Be dedicated. Ujitume. Bwana Yesu asifiwe. Binadamu wako na tabia sana kanisa la leo. Wanataka unabii ufanye kazi badala ya wao kufanya kazi. Unabii ni ukufungulia mlango upate mwelekeo wa Mungu. Lakini wewe shika kazi uifanye. Haleluya. Amen. Paulo anaandika kwa Kolosai mlango wa 3:23 anasema ya kwamba kwa yale yote utakayoyafanya, yafanye kwa moyo wako wote, ukijua kwamba unamfanyia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Naweza kuwa umeajiriwa, wewe ni mpishi tu,
unapikia hata wafungwa gerezani. Usichukue ile kazi kama ni kupikia wafungwa. Jua kwamba wale wafungwa uliopewa kuwapikia ni watoto wa Mungu, na kutokana na kuwahudumia wale, na Mungu naye atakupatia sehemu yako. Bwana asifiwe. Andiko ni hili hapa. Fanya chochote unachokifanya ukijua unamfanyia Mungu. Haleluya. Ukifanyia mwenzako umemfanyia Mungu. Huyu Mungu hujamuona kwa macho. Unafanya kumsoma na kumuelewa. Unapata ufunuo wake katika neno lake, katika andiko lake. Wala hakuna siku Mungu amesimama mbele yako akivaa kanzu nyeupe akisema mimi ndiye Mungu, mimi ndiye Yesu Kristo nimesimama. Hujawahi muona na hautawahi muona hivi leo mpaka siku ya sawa itakapofika. Tutakaposimama mbele zake. Kwa hiyo kwa wakati huu ambao wewe ukaona Mungu kwa macho yako ya kawaida, hii ya kawaida vile na tunapoonana, muone huyu binadamu karibu na wewe kuwa mtu muhimu wa kuhudumiwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na utakapomfanyia huduma hiyo utakuwa umemfanyia Mungu wako. Haleluya. Kwa hivyo mara nyingi sana tumefanya kazi ili kupendeza binadamu. Unafanya kazi ili ufurahishe aliyekuajiri. Unafanya kazi ufurahishe mumeo, mkeo, ndugu zako. Wasije nikawa wakanilaumu, wacha nifanye tu, wacha nifanye hivi asije akasema hivi. Toa hiyo kwa akili yako mwaka huu. Fanya kumpendeza Mungu kwanza. Amen. Haleluya. Ukiwa na lengo la kumpendeza Mungu wako kwa yote, katika imani yako na katika kujitoa kwako, kazi yako itakuwa imekamilika. Amen. Wacha niwaambie, mipango yote ambayo inaenda kuwekwa hapa kwa ajili ya maisha yako inaenda kufanikishwa utakapopokea ninachokisema. That is the right gospel. Hallelujah. Kanuni ya tatu ambayo ninawapatia. Kanuni ni kama mwongozo. Ni kitakachokusaidia kufikia pale. Kanuni ya tatu ni kwamba elewa makusudi yako ni gani tunapoingia mwaka mpya. Je, mimi nakanyaga mwaka huu? Sawa, Mungu amenijalia. Na hata leo kwa imani tushakanyaga. Bwana asifiwe. Lakini nitakapokanyaga ule mwaka mwingine ambao sijawahi kuona katika maisha yangu, makusudi yangu ni gani? Kwa nini? Nina haja yangu ni gani? Umuhimu wangu ni nini katika mwaka ujao? Kwa nini niwe hai? Bwana asifiwe. Kwa nini mimi niwe hai? Kwa nini niendelee kuwa sehemu ya hii familia mwaka ujao? Kwa nini niendelee kuwa katika jeshi la Wakristo mwaka ujao? Kwa nini niendelee kuitwa baba? Kwa nini niendelee kuitwa mama katika mwaka ujao? Kwa nini niendelee kuitwa mwanafunzi? Kwa nini niendelee kuitwa mfanyikazi wa mtu mwaka huu tunapoingia? Iko na sababu gani? Iko na umuhimu gani? Umuhimu wangu ni gani? That is your purpose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anawaambia Waefeso, ukisoma mlango wa 2 mstari wa 10, anasema kwamba sisi tuliumbwa kwa ajili ya kutenda kazi pamoja na Kristo anayetuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu alikuwa ashatupangia maisha yetu. Ametufanya tuwe watendakazi wenza, washiriki katika utendakazi wake. Wacha nikwambie sababu moja ya ndoa, wale wanaoana na walioana. Sababu moja ya ndoa, kwa nini ndoa inafungishwa watu wanaoana? Sababu moja wapo ni kupata watoto. Baadhi ya sababu. Bwana asifiwe. Sasa nataka niangazie hii. Kwa nini tupate watoto? Tutekeleze amri ya Bwana Mungu. Alisema, zaeni mjaze nini? Ulimwengu. Full stop. So kana mtu anazaa, usimwoteote. Unazaa wengi, utaweza kuwatunza bado ulimwengu haujajaa. Na hata wale wajazaliwa watazaliwa na wao pia watazaa. Huku kuzaa kuna maana gani? Maana yake ni nini? Kuzaa maana yake ni kushiriki kazi ya Mungu ya kuendelea kuumba. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anaumba mtoto katika tumbo la mama na mwanamke. Mungu akishamuumba, huyu baba na mama waruhusu ile kazi ya Mungu iendelee kamilike mpaka mtoto atoke. Ndio wengi wanaua badala ya kuruhusu hai. Utasikia mwingine amemeza tumia dawa za kuavya mimba. Huyo anaua, atekelezi sababu ya kimsingi ambayo Mungu ametuleta. Na wamama
mama ninawashauri na ninawakanya hii tabia ya kuua viumbe katika miili ya wasichana ili aendelee kuonekana msichana eti wacha niendelee kumsomesha. Hapana, mwache ajifungue azae, alafu aendelee kusoma. Nafikiri niruhusiwa hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ukaua rais wa taifa la Kenya ambao ndiye angeinua jamii yetu. Huenda ukaua gavana, huenda ukaua pasta ambaye ndiye atafungua kizazi chetu. Ningeuawa na mamangu kama hakuwa ananitaka. Huenda msaada wangu umewahi pata au umepata siku ya leo. Bwana asifiwe. Yesu, ukitaka kujua umuhimu wa vile Mungu anakubariki watoto wako, angalia mwenzako unaosaidia. Isingekuwa huyu mtu yuko hapa ningekuachi. Haleluya. Kwa hivyo tumeumbwa na tumefanywa washirika katika kazi ya ufalme, na hii kazi tumefanywa kupitia msaada wa Kristo Yesu. Kwa hivyo tunapoingia katika mwaka ujao, tujue kwamba katika mipango ya Mungu ambayo alishakuwekea toka awali, kabla haujazaliwa, alishakufanya uwe mshirika wake katika utendakazi wake. Na hivi inatuambia nini? Inatuambia kwamba kazi yoyote ambayo haihusu ufalme wa Bwana, uachana nayo. Amen. Kazi yoyote ambayo haitainua jina la Kristo katika maisha yako na katika jamii, weka kando. Tabia yoyote ambayo haifanani na ufalme wa Mungu, weka kando. Hatua zozote ambazo umepiga mwaka huu, ambazo ukiziangalia, ukizichunguza vizuri, hazifai mbele za Mungu, weka kando. Maana wewe ni mfanyikazi mwenza wa mwaka ujao wa maisha yako pamoja na Kristo Yesu. Utafanyaje kazi na yeye ikiwa umeshirikiana na ulimwengu wa giza? Neno likasema, Yesu akawaambia, na mtu hawezi akafanyia waajiri wawili kazi, tajiri wawili. Utachukia mmoja na mwingine utampenda. Ndio wengi wamejikuta wamempenda shetani na mambo yake kuliko Mungu. Hii kupenda Mungu ni siku moja kwa wiki. Ni aliko Yesu siku ya Jumapili. Kimebaki. Hapo mtu ameokoka kabisa, hata agusiki. Hata akiamka tayari asubuhi, itaile salamu bila naboisikia. Asifiwe Yesu. Haleluya. Tunaona neema ya siku mpya, kwa hivyo tujiweke takatifu tunapoenda kwa nyumba ya Mungu. Tubebe Biblia zetu. Haleluya. Mbona siku zingine Biblia haibebwi? Unafiki. Hatuingie 2026 ikiwa na unafiki. Unafiki wote sio sehemu ya utendakazi pamoja na ufalme wa Mungu. Tuvue tuweke hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 4 ya kuwa mchapakazi na kuchapa kazi katika mwaka huu, ambao nayo inatupasa tujue ni kwamba anayefanya kazi ana malipo, ana ujira. Kuna ujira kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba anapokuambia nenda ukafanye kazi kwa bidii, sio tupu. Ujira nao utafuatana na hiyo kazi yako. Ukiuliza mtu leo aliyefanyia mwingine kazi na hajalipwa, amepelekwa hivi, utasikia anakasirika sana, anasikia uchungu. Nimemfanyia kazi wiki iliyopita, hakunilipa. Mwaka mzima hakunilipa. Wengine hata walitoroka kazi wakawaachia au mabosi fedha zao. Hata mimi nilitoroka kwa wakati fulani, niliacha mshahara wa miezi 3. Lakini nilisikia uchungu kwa sababu nimefanyia kazi. Kuna uchungu unasikia baada ya kufanya kazi na ukose ujira, ama sio hivi? Hata saa hii kuna hesabu unafanya ambao unasema hizi pesa ningekuwa niko nazo mkononi ningefungua biashara fulani, lakini hazionekani. Wacha nikwambie, Mungu anakuahidi ujira utakapofanya kazi mwaka ujao. Ya kwamba hiyo historia hairudi tena kwa yule atakayepokea neno la Bwana. Ya kwamba utafanya na kwa wakati unaofaa utapokea ule ujira wako. Kwa hivyo sio bure, usione Mungu hakuoni, anakuangalia. Haleluya. Paulo anaandika Timotheo, kusoma Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18. Ukisoma pale mwisho wa huo mstari, mwisho wake Paulo anamwambia kwamba kila anayefanya kazi anastahili ujira wake. Chochote utakachofanya katika mwaka huu unastahili kupewa ujira wako katika nyumba ya Bwana na hata katika familia, katika jamii, na utapewa ujira.
ya mwisho katika matayarisho ya kuvuka mwaka sasa ni kwamba katika kufanya kazi, leta ripoti kwa uaminifu. Kuwa mwaminifu katika ripoti yako. Kuwa mwaminifu katika ripoti yako. Mungu anangoja majibu kutoka kwako. What is the report? Amekutuma, ingia katika mwaka ujao. Fanyia Mungu kazi. Fanya kazi na ujira wako huko amekupatia. Utakapopokea ule ujira, je, utarudi kwake Bwana Mungu na umwambia, ni asante ulinijalia na hivi nilivyo ninakushukuru wewe. Ndio wakoma wakaponywa 10, mmoja tu ndiye akarudi akasema Bwana Yesu ni asante. 9 walikata kona. Haieleweki mpaka leo mahali walienda. Haijaandikwa. Wako watu katika nyumba ya Mungu, katika jamii, katika kanisa la Bwana, ambapo huwa wanasahau pale Mungu amewatoa. Mungu akishamtendea, sasa anaona ni kana kwamba ni bidii zake huko anazozifanya. Wanakosa kuleta ripoti katika nyumba ya Mungu, katika ufalme wa Bwana. Kumbuka, sisi watumishi wa Mungu tumeinuliwa katika nafasi hii ili tusimame kwa niaba ya Yesu Kristo juu ya maisha yako. Tumetumwa ili tusimame katika nafasi ya ufalme, tukuwakilishe kwa njia moja au nyingine. Ila hatujakuzuia kukutana na Mungu moja kwa moja, maana unaweza omba na unaomba na umeruhusiwa, ila katika masuala ya malezi na uongozi pia. Bwana Yesu Kristo ametuweka makasisi juu yenu, makuhani juu yenu, ili nyumba yake iwe na mwelekeo. Sasa mimi kama kuhani, kazi yangu moja ni kupokea ripoti kutoka kwako na kufikisha ripoti kule chini. Ulipotoa fungu la 10 na sadaka zako hapa, nimeziombea na nimepeana kwa Bwana, nimepeleka ripoti. Yule ambaye hesabu yake iko mle ndani, ripoti imeandikwa kule kwamba alikumbuka, alirudi kusema asante. Ndio niliwaambia baadhi ya sababu ndio tunamtolea Mungu ni kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakayetoa fungu lake la 10 ni njia mojawapo ya kuleta ripoti kwamba hapa ndipo ujira wangu umefika, kiwango ni hiki. Hii sehemu sasa tukipata bahasha tunapoiombea ni njia ya kulipona, sema hii ni bahasha ya fulani leo, amen. Tunaweka mahali. Kwa hivyo huyu ametoa 200 kwa fungu la 10, kumaanisha kama ni sehemu ya 10 ametoa kwa uaminifu, inamaanisha pengine alipata 2000 mahali. Alafu tunamwambia Mungu, angalia hii bahasha kama ina ukweli na hii jina. Bwana asifiwe. Amen. Kama ina uaminifu, umpe ujira wake asipungukiwe. Kama haina uaminifu, muonyeshe kwamba wewe ni Mungu asiyedanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na tumemaliza maombi yetu pale. Sasa wewe utaonyeshwa mazuri kama vile Mungu kama vile ulivyomtendea. Ndio Anania na Safira wakakufa katika madhabahu. Walichacha. Mke anadanganya kama mume. Iko mbegu ikishaingia mbaya na ubaya, inakosesha mtu ujira na mwingine pia anakoseshwa ujira. Chunga sana na mtu mtakayehusiana naye mwaka huu katika utendakazi wako. Huenda Mungu wenzako akachangia wewe kuleta ripoti ambayo haina uaminifu. Bwana asifiwe. Na wakati wa kutandikwa mtandikwa nyote. Pap. Sijui kama mnanielewa. Angalia vile ulivyotembea mwaka huu na Mungu na ripoti zako. Badilisha. Ubadilisha. Na sio matoleo peke yake. Kaa tayari kupatikana kwa ajili ya kazi ya ufalme. Unapotoroka kazi ya Mungu, unatema zile baraka zako. Huenda hiyo ndio ikufungulia njia. Wewe utasemaje unapenda Mungu usiyemuona, na mwenzako unayemuona kwa macho hivi yako na shida na nataka umsaidie, na unasema hautaenda? Wewe ni mnafiki. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikiulizwa na Mungu, mtu fulani ilikuwa ni akusaidie, mbona uko peke yako? Mbona kanisa haijengwi? Kwani wewe peke yako pasta ndio utatoa pesa? Nitamwambia wale ulionipa na fedha ulizowapatia ambazo wanajua hesabu zao wenyewe ni wachoyo nazo, waonyeshe. Haleluya.
hauna, Mungu anajua hauna, usijali. Lakini wewe hauna siku zote. Bwana sifiwe. Leta ripoti kwa uaminifu. Kuna watu wakishabarikiwa hata mwaka huu, niliwaona hata mwaka uliopita, hata miaka ile nyingine, akiwa anataka kila siku anakupigia simu, hapo karibu na wewe, hata anadhabisha kwa nyumba yako, ambayo sio kawaida. Baadhi ya tabia za mwaka huu ambazo tusiache tunapoenda mwaka ujao. Akikutendea Bwana Yesu, leta ripoti kwa uaminifu. Haleluya! Sio lazima pesa peke yake, sio pesa peke yake, hapana. Hata wewe mwenyewe. Kumbuka Warumi 12. Paulo anaandikia Warumi, anasema mstari wa kwanza na wa pili, kumbe sisi ndio dhabihu zilizo hai. Sikiza hiyo. Sasa hii dhabihu iliyo hai inaweza ikanajisiwa katika nia yake. Yaani kuna vitu vinaweza vika confuse, vikakoroga akili yako mpaka utoke kwa mwelekeo wa Mungu. Sasa nawaambia kwamba basi wajaribu sana watakasike katika nia zao, ndio watakapompatia Mungu ibada wampatie kama dhabihu iliyo hai. Nikisema waliokufa hapa sasa hivi nitapata kwa ishara ya mkono, sitaona hata mmoja, lakini katika ripoti ya sawa ya kiroho nitapata wengi wamekufa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani dhabihu iliyo kufa, isiyo hai. Kwa mwili unaishi na tunaenda na tunasema Yesu ni Bwana, lakini dhabihu zikianza kupimwa, kuwekwa katika mizani, iko dhabihu nyingi hapa itapatikana zimekufa, hazistahili kupokelewa. Ni vile neema imetosha. Kwa sababu gani? Tuko na kando zetu na nunguniko zetu. Si Bwana Yesu tubadilishe mwaka huu. Tunapovuka tuwe dhabihu zilizo hai, tupeleke ripoti zilizo sawa. Yesu akapeana ile fumbo pale katika Mathayo 25. Ukisoma mstari wa 19 kuendelea, na wale watu watatu wakapewa talanta 3 mbalimbali. Wa kwanza alipewa talanta 5. Biblia inasema alienda akaifanyia kazi na akazalisha 5 nyingine. Alipoleta ngapi? 10. Akazawadiwa, akabarikiwa, ujira wake ulikubalika. Wa pili akapewa zile talanta 2, alifanyia kazi nazo akaleta zikiwa maradufu. Haleluya. Wa tatu akapewa talanta 1. Yeye alienda hapo ifanyia kazi, alificha kwenye ardhi akiogopa kwamba akiitumia wenda itapotea. Siku tajiri amerudi, boss amerudi, alipeana ile 1. Kumbuka alidai kwamba yeye ni mwaminifu, maana hajatumia hata kidogo, lakini alilaaniwa hivyo hivyo. Ukiendelea kusoma pale Biblia inasema kwamba alilaaniwa, hata aliambiwa, wewe ni mtu aina gani? Wewe ni mtu mgumu sana. Wewe ni mtu mchoyo, mnafiki. Unataka kuvuna pale haujapanda. Anajiuliza, nimevuna wapi? Na mimi nimeleta ile niliyopewa. Ulipewa ili ufanyie Mungu kazi iwe nyingi, haukupewa uwe tasa. Yuko kama mnanielewa? Haleluya. Walileta ripoti. Na hii inaumiza watu katika mwili wa Kristo leo. Kuleta ripoti bandia. Wengine wataleta ripoti ya umbea au sio kweli. Na akaambiwa aliye nayo ataongezewa, na asiye nayo atapokonywa hata kile kidogo kiko. Hebu sikiza hiyo laana. Yesu mwenyewe, soma utapata baadaye. Kile kidogo uchonacho na utaki kutumia kwa ajili ya ufalme wa Bwana, utapokonywa na hicho. Na wale wako na nyingi, wengine wao wakitoka kanisani, kwa mfano matoleo, watu wanasema anajionyesha, atapewa nafasi nyingi ya kujionyesha. Haleluya. Amen. Kibelembele hivi yabarikiwa sana. Mungu akusaidie wewe kibelembele kwa kasi ya Bwana. Itatakana ni wewe. Ukifanya hivi ni wewe. Wacha uitwe majina, lakini utabarikiwa maradufu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo asiyefanya kazi asile. Na Yesu akasema Yohana 5:17, na hata babangu aliye juu mbinguni angali anafanya kazi, hata sasa anafanya kazi.
Wacheni niwaambie, sio mwaka wa kulala. Aliyelala anaamka. Aliyetaka asichoke, chokesha mwili, utoe jasho. Fanya kazi mpaka mgongo unene na wewe. Mgongo useme kwamba wewe unanisikia, nimechoka. Sema haya, wacha nipumzike kidogo. Haleluya. Na utakapomaliza kazi zako, kumbuka Kutoka 20 nafikiri mstari wa 9, kumbuka siku ya Bwana. Ni siku moja katika wiki, njoo umwabudu Bwana Yesu. Na unapokuja kanisani unaleta ripoti ambazo umekusanya wiki nzima, mwambia Bwana Yesu, sio kwa nguvu zangu, ni neema uliyoachilia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuko tayari kwa watenda kazi katika mwaka ujao. Sijui nani yuko tayari. Ninavuka nikiwa mtenda kazi, mchapa kazi. Ya kwamba Bwana Yesu, pale niliachia ninasonga mbele. Ule ulegevu nilikuwa nao niondolee. Ile mambo ya omba, mara piga simu, dadangu amenijibu vibaya, ndugu yangu amenijibu vibaya, hakuna kuomba tena, ni wewe tutapeana. Amen. Haleluya. Tafuta kitu ufanye mwaka huu ujao. Tafuta kitu ufanye, uza hata makaa. Kama watu wa eneo lenu hawanunui, zungusha town center. Hautakosa watu wa kununua. Chukua hata gunia kwa wale wanaopita hapa kutoka huko msituni. Chukua ile gunia, beba kwa kichwa, una supply. Siku moja supply magunia mawili. Kwa gunia moja pata faida ya 300, gunia nyingine 300, 600 kwa siku. Wewe ni tajiri. Gonga mara 30, 18,000. Wacha kutendekeza mwili wakati huu, toa jasho. Jasho la kiroho na jasho la mwili. Kila mtu afanye kazi. Mvua ikinyesha, watu waende shambani walime. Hata kama ni malipa madogo, miguu 10, pima hapo, weka na mbolea zako za ng'ombe pale, omba jirani kama una ng'ombe, pole, itafanya vizuri. Haleluya. Mambo ya visababu katika ufalme wa Bwana. Visababu, mimi sina visababu, mimi sina kazi, visababu. Hakuna anayepeana kazi. Leo nimekupatia roho ya kufanya kazi, Mungu amepeana. Nenda uifanyie kazi mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Nataka tukimaliza mwaka huu, wiki ijayo tunaanza kuona ripoti tofauti, maana watu washajiset. Hausubiri mpaka tarehe 1, unaanzia tayari leo. Wakati mwingine hata mapasta tunahangaika. Tunataka hata watu wa kutuombea na sisi. Upande hata mwingine ambaye anakutaja kwa nyumba yake, asema Mungu bariki watumishi wa Mungu. Hapana. Unakosa. Tuamana wenyewe. Paulo akasema tuombeeni na sisi ili injili ipate kusonga mbele. Injili yetu itasongaje mbele ikagusa wale ambao wanapitia shida bila maombi yenu. Haleluya. Na tutafikaje maeneo hayo bila fedha zenu? Na fedha zenu zitapatikana vipi bila nyinyi kujituma kufanya kazi? Mwishowe ni masikini, mahali kwenye umasikini, familia ya masikini, anayezaa masikini, anaishi maisha ya umasikini, na mwisho ni umasikini. Tunaharibu umasikini kwa nyumba ya Mungu leo. Ikiwa umeamini wewe mwenyewe, umeamini wewe, you change it yourself. Haleluya. Kanisa ni sura omba. Hatua moja imetosha. Shilingi 10 imetosha kubadilisha maisha ya mtu. Sema Bwana Yesu. Ukisikia mhubiri anakuhubiria injili ya pokea bila kukuonyesha unapokea kama kufanya kazi, jua ni tapeli. Mimi nawaambia ukweli. Haleluya. Ukisikia mtu anakwambia leta 1,000 hapo upokea 10,000, tapeli. Utakuwa umefanyaje kazi gani pale? Wewe si ujira wako, umefanya kazi gani? Ujira ni baada ya kazi. Lakini ukisikia mtu anakuambia tumia shilingi 100, chukua airtime pale, zungusha, utapata 10,000. Nakwambia naamini huo muujiza, hata nikija milioni 1 naamini. Kwa sababu gani? Ni muujiza, neema imefuatana na ile kazi yako uliyokuwa unaifanya. Angalau kuna kitu unafanya. Lakini umesimama hivi, alafu unaambiwa pokea fedha, noti, zianguke. Kwa nini wewe ndio usipokee na yule mwingine? Hapo kuna shida. Na watuma kwenda kufanya kazi kwa jina la Yesu. Thank you so much.